Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, kwa majina naitwa Padre Ayubu Polycarp Mwashibili wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Nafanya utume wangu katika parokia ya Iwambi. Nasoma pia katika chuo kikuu cha Musti. Nasikiliza Radio Maria kupitia masafa ya 91.7 FM. Wapendwa watazamaji wa Radio Maria Tanzania pamoja na wasikilizaji, napenda kueleza maisha yangu na Radio Maria Tanzania. Tunapoadhimisha miaka 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania, kwangu mimi naichukulia Radio Maria Tanzania kama shule ya imani na vipindi vinavyotolewa na Radio Maria Tanzania kuwa kama darasa, lakini pia wawezeshaji wa vipindi hivyo au wale wanaotoa vipindi hivyo wao ni walimu katika shule hiyo ya imani. Nimeanza kusikiliza Radio Maria Tanzania rasmi takribani mwaka 2003. Kwa hesabu ya haraka ni takribani miaka 23 nimekuwa nikisikiliza Radio Maria Tanzania. Kwangu mimi Radio Maria imenisaidia na kunibadilisha katika maisha yangu. Jambo la kwanza, imeniimarisha kiimani, hasa imani ya Kanisa Katoliki. Nimeijua vizuri kupitia vipindi mbalimbali. Kipindi cha kwanza ambacho kimenijulisha vizuri imani ya Kanisa Katoliki ni kipindi cha maswali ya husu imani ambacho kilikuwa kinawezeshwa hapo zamani na Padre Titus Amigu pamoja na waseminari waliokuwa nasoma seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho. Lakini pia kipo kipindi ambacho nipendwa kabisa cha katekisimu ya Kanisa Katoliki. Hiki kiliwezeshwa na Padre Christian Mhagama ambaye alifafanua maswali mbalimbali yanayotokana na katekisimu ya Kanisa Katoliki. Kilikuwa ni kipindi muhimu sana ambacho kilinisaidia mimi kukua katika imani yangu ya Kanisa Katoliki. Lakini pia Radio Maria Tanzania imenisaidia kujua vizuri historia ya kanisa. Hata kabla sijasoma seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho, juu ya somo la historia ya kanisa nilikuwa tayari nimeshasikiliza vipindi mbalimbali vilivyokuwa vikitolewa na Mwasham Baba Askofu mstaafu Method Kraini. Huyu alinisaidia sana katika kuijua historia, mapito ya kanisa mpaka sasa tulipo. Hivyo nikawa vizuri katika historia ya kanisa. Lakini pia imenisaidia kujua vizuri mahitaji ya watu, kwani kupitia vipindi mbalimbali juu ya matendo ya huruma, kuwatembelea wagonjwa na shuhuda mbalimbali ambazo zilikuwa zikitolewa na waamini mbalimbali, hizo zikanijenga kujua kwamba kumbe kuna wahitaji na kuna watu ambao wana uhitaji wa kuona watu wakiwasaidia. Hiyo yote ni shule ya imani Radio Maria Tanzania. Zaidi na kubwa kuliko ni kunilea katika wito mtakatifu wa upadre. Nikiwa katika kijiji chetu cha Idiwili ambacho kipo mbali kabisa na parokia, takribani kilomita 30 kutoka parokia ya Mloo, niliweza kusikiliza Radio Maria vizuri kabisa kama mtoto wa kijijini ambaye nachunga ng'ombe, na wale wanaonifundisha wakafanya nikatambua kwamba kuna upadre, na hivyo nikapenda kuwa padre. Siku moja niwe kama kina Titus Amigu, siku moja niwe kama kina Camillus Nikata, siku moja niwe kama kina Christian Mhagama. Hayo yote yakanijenga na kupenda wito wa upadre. Hata kama Mungu alikuwa amepandikiza wito huu katika maisha yangu, lakini hawa walikuwa ni walezi na kuchochea karama hiyo ambayo ilikuwa imepandikizwa ndani mwangu. Hivyo basi hii ni shule kwangu na ni ushuhuda kwangu kwamba unaposikiliza Radio Maria Tanzania ni muhimu, inatujenga kiimani, lakini pia imeibua mito mbalimbali. Wapo ambao ni masista, lakini mimi nashuhudia kama padre niliyotokana na kusikiliza Radio Maria kwa umakini. Kipindi ambacho nakipenda kuliko vipindi vyote ni kipindi cha maswali ya usue imani. Ukiniuliza kwa nini nakipenda, kwanza kabisa kinanifundisha mambo mengi ambayo yananifanya niilinde imani yangu kikamilifu. Padre Titus Amigu alipokuwa akielezea nilikuwa naona kabisa hata kija mtu ambaye anataka kunitetelesha kiimani
naweza sasa kujitetea. Na hata hivyo mimi mwenyewe ninapoenda katika wito wa upadre, niliona kabisa sasa naenda kujiunga katika kipindi hicho hicho cha maswali ya uhusu imani, na ndio maana nikaanza kuhudumu katika kipindi cha maswali ya uhusu imani tangia mwezi wa 10 mwaka 2017 mpaka nilipomaliza seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho mwaka 2025 mwezi wa 7. Yote hayo ni matunda ambayo nayapenda kabisa. Naona ni Radio Maria ndio iliyonifanya nikaendelea hivyo. Nimekuwa mpekuzi mzuri wa mafundisho ya kanisa kutokana na Radio Maria Tanzania. Mapendekezo yangu kwa Radio Maria Tanzania ni kwamba tuzidi kuwa wabunifu kuyafikia makundi mengi ya watu, walika mbalimbali, wazee kwa vijana, watoto, wale ambao wapo mbali na parokia, waliopo mbali na majiji. Wote hao wanahitaji kuijua imani. Hata wale wanaochunga ng'ombe kama mimi nilivyokuwa mchungaji wa kawaida wa ng'ombe, wanapokuwa mabondeni huko, wanapokuwa wanalisha mifugo yao, wasikilize Radio Maria Tanzania, waijue imani ya Kanisa Katoliki. Na wewe msikilizaji na unayotazama sasa, jitahidi kuitazama vizuri Radio Maria, shule ya imani, iwe kio kwako. Unapotazama, unapowasikiliza wale wanaotoa vipindi, waone ni walimu wa imani sahihi ya Kanisa Katoliki. Hapo tutafika pale tunapopatamani na jubilei yetu itakuwa na manufaa. Tumsifu Yesu Kristo.